يوم يتذكر الإنسان ما سعى. Yalianza kama chembe yakawalulu bahari, hayakuwa na harambe yakavuka mipakani, hapakuwa na wapambe yakarindima angani, sasa ni jambo kabambe la pongezwa duniani. Mimi nimpongeze Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali, na nimpongeze mkurugenzi kijana wetu Sheikh Nuruddin Kishki, pamoja na viongozi wote wa taasisi ya Al-Hikma kwa kazi kubwa wanayoifanya. Nimeheshimisha nchi yetu kwa mambo mengi mliyofanya. Hakuna mahala ambapo mimi nasafiri kwenye mikutano ya nje ila wanasifia mashindano ya Qur'ani yanayofanyika Tanzania katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Sidhani duniani kama kuna mahala panajazwa uwanja wa mpira stadium watu wamejaa kwa ajili ya kusikiliza Qur'an. Hili jambo limetubeletewa kwa usimamizi mzuri wa Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali na nduguye Nuruddin Kishki kupitia Al-Hikma Foundation. Al-Haqqu yuqal. Huwezi ukafisha jambo ambalo la kweli alafu ukazungumza kingine, utakuwa ni mtu mwenye khiana. Kwa hiyo niwashukuru kwa kazi kubwa mnayoifanya, na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAPATA liko pamoja na nyinyi. Karibu sana katika safari ya simulizi ya makala ya mashindano 26 ya Qur'an ya mabara yote ulimwenguni chini ya Al-Hikma Foundation. Msimulizi wako ndini Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Karibu tuwe sote. Miaka 26 si muda mfupi katika safari ya taasisi yoyote ile, hasa inapobeba jukumu tukufu la kulihudumia neno la Allah. Huo ni umri ambao sio mchezo wa upepo, humkweza mwanamwali kuwa kigoli na kijana kuvikwa joho la uume na kuwa mume kamili. Mashindano makubwa ya Qur'ani ya mabara yote ulimwenguni ukilinganisha na kule yalipotoka mpaka hii leo ni hadithi ya mithili ya mbuyu ulioanza kama mchicha. Mwanzoni mwa jambo hili ilionekana dogo machoni mwa watu, yamkini wapo waliobeza mwanzo wake, kadhalika wapo pia waliotulia shaka muendelezo wake, wakidhani halitafika mbali. Chambelecho wahenga, mchele ya mwana kulia huli ya yeye, kwani waliopuzia mwanzo wake ni hakika sasa wanashangaa matokeo yake. Kwa subra na dua na kushikamana na misingi ya dini, punje ile ilianza kuchipua katika sura ya udogo sana. Kwa takadiri ya Allah mwenye enzi na ulimwengu, ikaanza kumea mizizi imara, ikachanua majani, na hatimaye leo ukawa mti wenye kivuli kikubwa, ukitoa matunda kwa kila anayekuja kwa nia njema. Mchakato huu unaakisi usemi usemao haba na haba hujaza kibaba. Aghalabu juhudi ndogo zilizojaa ikhlasi hujenga jambo kubwa lisilotikisika. Hii leo mashindano haya mabara yote ulimwenguni yamekuwa ni alama ya nuru, elimu na umoja wa umma wa Kiislamu, yakisimama imara kwa zaidi ya robo karne. Mashindano haya yalianzishwa kwa nia njema, kukuza mapenzi ya Qur'an miongoni mwa Waislamu, kuhamasisha kuhifadhi, kusoma na kuelewa Qur'an, kuibua vipaji vya wasomaji na mahafidh kutoka pande mbalimbali za dunia. Tukirudi nyuma ya wakati, mashindano haya na hapa yalipofika hayakuota tu kama uyoga, bali yalikuwa yakikuwa kadiri ya mwaka hadi mwaka, kutoka ngazi ya chini kabisa, kisha yakaja kimkoa, yakaja kitaifa, yakaja Afrika Mashariki, yakawa ya Afrika, na sasa yamekuwa ya kilimwengu. Hii leo mashindano haya yanawakutanisha washiriki kutoka mataifa tofauti, wenye rangi tofauti na lugha tofauti. Itoshe kusema yamekuwa ni daraja ya kuunganisha umma kupitia Qur'an. Kila mwaka yamekuwa yakiongeza uzoefu, ubora na heshima, kiasi cha kuyafanya mashindano haya kuwa miongoni mwa yanayotambulika na kuheshimiwa zaidi katika ulimwengu wa Kiislamu, na hata nchi zisizo za Kiislamu hushangazwa na jambo hilo. Ni jambo la kujivunia kwa taifa letu kushuhudia kuinuliwa Qur'an kwa heshima na fahari ya namna hii. Kwa hakika mwitikio huu mzuri wa mashindano haya umeipa Tanzania hadhi ya kipekee duniani na umeyatangaza mashindano haya nje ya Afrika na duniani kote. Hatimaye leo mashindano haya yanajumuisha washiriki kutoka mabara yote duniani na kuchukua sura ya kipekee. Hapana shaka kuwa mashindano haya kuanzia sasa yanastahili kufahamika kama mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, yaani the greatest intercontinental Holy Quran Competition. Kwa kweli ni jambo la fahari na la kuipongeza taasisi Al-Hikma Foundation
kwa kuiwezesha Tanzania kufikia kiwango cha kuendesha mashindano kama haya kimataifa. Unapofurahia ukubwa wa mashindano haya kwa sasa, usisahau maneno ya wahenga kuwa usione vyaelea ujue vimeundwa. Nyuma mafanikio haya kuna mwamba huyu hapa. Ndiyo, ni yeye. Ratiba zake zote hubadilika za kidawa kila linapokaribia jambo hili. Ni kama miguu yake hukatwa hivi, hakuna tena mwendo wa kwenda popote kufanya dawa hadi alimalize jambo lake. Kama isemavyo kuwa kila kwenye mwamba nyuma yake kuna mwamba, hapa huwezi kuacha kumtaja mwamba mwingine ambaye ni rais wa taasisi ya Al-Hikma, Sharifu Abdul Qadir Al-Ahadal, akisimama kama mshauri mwema. Ni wazi busara zake na hekima zake zina mchango mkubwa kufanikisha hili kwa uwezo wa Ar-Rahman. Wote tunang'amua mikono mingi hufanya kazi kuwa nyepesi. Basi tambua mafanikio haya pia yamechagizwa na uwepo wa kamati kuu iliyosimama imara kwa kudumisha misingi ya uadilifu, haki na uwazi. Hasa walijikhalifu wakati wa taklifu na wakafanya adhama adhimu ilipobidi. Kwa miaka yote 26 wasimamizi wa jambo hili wameibeba dhamana hii kwa uaminifu, wakitanguliza maslahi ya Qur'an kuliko maslahi binafsi. Na hapa mkurugenzi mkuu wa Al-Hikma Foundation na mwandazi mkuu wa mashindano haya, dai wa kimataifa, Sheikh Nuruddin Kishki, anatupa taswira halisi ya mashindano haya kuanzia umri wake, kwa kuwa zipo nyakati mashindano haya yalikuwa faraghani, lakini sasa ni hadharani. Pia mwelekeo wake mashindano haya kwa mwaka huu 2026. Hadharani mashindano haya tunayaita ni ya 26, lakini faraghani mashindano haya ni ya 28, kwa sababu kiuhalisia mashindano haya yalianza mnamo mwaka 1998. Rasmi yalianza 1998. Miaka mitatu ya awali tulikuwa tukiyafanya ndani ya kituo chetu cha Al-Hikma, na tulikuwa tuyahesabu kama mashindano rasmi kwa sababu tulikuwa tunayaona ni kama ya ndani. Baada ya miaka mitatu ndipo tukaanza kutoka nje ya eneo la Al-Hikma Foundation. Haya ni mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Baada ya safari ndefu ya miaka 26, mashindano haya yanaandika historia isiyofutika. Kufikia mafanikio haya kwa sasa ni mithili ya mto mrefu uliovuka vilima na mabonde, ukibeba ndoto, juhudi na ushindani wa hali ya juu. Kizazi kimekuja na kupita, lakini alama zake zimebaki zikiakisi ukweli kuwa kazi njema haipotei. Hakika penye nia pana njia, na mashindano haya yamedhihirisha wazi kuwa dhamira thabiti, uvumilia muda, yalianza kwa hatua ndogo na sasa ni kama mnara unaoonekana kwa mbali ukiwakutanisha watu wa tamaduni tofauti. Namwomba Mola Mlezi wajaze kheri wote wanaosimamia jambo hili na awafunike kwa pazia la hifadhi yake, isiwafikie mishali ya husda wala sumu ya vijicho, awatie ndani ya ngome ya nuru ya Qur'an, ikawa kivuli chao mchana na usiku, isimame baina yao na kila shari ya mwenye chuki. Asante kwa kuwa nami, si mtumwa msikwao, na mikatu huyo siye, simo kwenye watu hao, nina kwetu hasamie, nako kwa mazalio, kwa makazi na mavae, na kwetu na wangu nao pia wanamie, kwa baba na mama yangu ni Tanga asili yangu. Abdullahi mwana wa Maalim Mashi, Kishki TV, Dar es Salaam.